ni kutokana na ukweli kwamba maendeleo yanazorota. Bado kuna tamaduni ambazo zinaendelea kushikilia mfumo dume kwa wanawake kutokuwa na usawa na haki, hasa katika maeneo ya umiliki wa rasilimali kama ardhi, kwamba mwanamke ni wa kuolewa, hivyo hana makao maalum. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio ambayo yamekwishapatikana, ndipo changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikwamisha kasi ya juhudi zinazofanywa ili kuinua hali ya maisha ya wanawake. Changamoto hizo ni pamoja na namba moja, baadhi ya wanawake kutosikiliza na kufuata ushauri mbalimbali unaotolewa na wataalamu ili kuwasaidia. Mfano, katika usaidizi wa kisheria kuna baadhi ya wakina mama wamekuwa wakilazimisha wapate majibu ya kero zao kulingana na wanavyotaka wao, sio kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, jambo ambalo linawafanya kubaki kuwa walalamikaji tu. Changamoto ya pili, mashauri ya kisheria yanapopelekwa kwenye vyombo vya sheria wakati mwingine huchukua muda mrefu na hivyo kuwakatisha tamaa wanawake. Changamoto ya tatu ni wazazi wa wanafunzi wa kike wanapobebesha mimba kushindwa kutoa ushahidi mahakamani kwa kutaja wanaume waliobebesha mimba baada ya wazazi wa wasichana kupokea rushwa kutoka kwa wanaume na kumkataza binti kutoa ushahidi wa kweli. Changamoto ya nne, baadhi ya wanawake kushindwa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi hata kama wana sifa na uwezo. Na wakati mwingine uvunjwa moyo na wanawake wenzao kwamba hawataweza. Hii ni kutokana na wanawake kutokuwa na upendo, mshikamano na umoja katika kuungana na kufanya jambo la maendeleo, na hivyo kuwa na idadi ndogo ya wawakilishi wa wanawake kwenye vyombo vya kufanya maamuzi. Changamoto ya mwisho ni idadi ya watoto wa kike wanaomaliza shule katika ngazi ya msingi na sekondari kuwa ndogo ikilinganishwa na waliodahiliwa, jambo linalosababisha idadi ya wanawake wenye elimu ya kutosha kuwa ni ndogo kulinganisha na wanaume. Hii kutokana na wazazi, ndugu na jamaa kutokujua umuhimu wa elimu na kuwashawishi watoto wao wa kike kuacha shule na kuwatafutia kazi za ndani nje ya wilaya kwa ujira mdogo sana usiokidhi mahitaji ya watoto na familia zao. Shukrani. Tunaishukuru serikali kwa kufanya maboresho ya kanuni za mikopo ambazo zimesaidia wanawake na vikundi vingine kuweza kukopa mmoja ndani ya kikundi, lakini pia tunaendelea kuiomba serikali iangalie uwezekano wa kufanya marekebisho zaidi ya kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo itokanayo na mapato ya ndani ya halmashauri ya 10%, yaani kwa maanisha 442, ili kiwekwe kigezo cha kukopesha hata mtu mmoja mmoja, kwani wapo wajasiriamali wengi wenye uwezo wa kukopa na kurejesha mkopo vizuri. Pia tunaendelea kuomba wanawake na wasichana wa wilaya ya Ngara, tunaiomba serikali yetu sikivu na wadau kushiriki katika kuhakikisha kuwa changamoto zinazotukabili na tatuliwa na kuwa hazina kubwa ambayo kwayo tukiwekeza kwao tutaharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, tunamalizia kwa kushukuru na kwa ukubali mwaliko wetu pamoja na kuwa na majukumu mengi. Tunaamini hata ile jukumu lako ambalo umelitendea haki kwa kuja kujumuika nasi. Tunakuombea kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako ya kila siku ya kuhudumia wananchi wa wilaya ya Ngara. Mwenyezi Mungu akubariki sana baba na aendelee kukutunza. Risala hii imeandaliwa na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara na kusoma kwenu na Zenobia Levocatus Mkondia, afisa maendeleo kutoka kata ya Mulukulazwa. Wapendwa akina mama na wageni walikwa, ya utangulizi nishamaliza. Nimepokea na kusikiliza kwa makini risala iliyosomwa na wakilishi wa wanawake. Risala hiyo imegusa changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake katika wilaya yetu. Napenda kuwashukuru kwa uwazi wenu wa kuainisha masuala hayo, kwani ndio msingi wa maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Katika risala yenu mmeeleza changamoto ya baadhi ya wanawake kutosikiliza ushauri wa kitaalamu wanapopata matatizo mbalimbali ya kijamii, kiafya au kisheria. Napenda kutoa rai kwa wanawake wote kutumia wataalamu waliopo katika sekta mbalimbali kama vile afya, sheria na ustawi wa jamii. Ushauri wa kitaalamu unasaidia kuepusha madhara makubwa na utoa suluhisho sahihi kwa changamoto zinazowakabili. Pia kwa changamoto ya wazazi na wanafunzi wa kike
kutokuwa mashahidi wa ukweli katika kesi zinazohusu kubebeshwa mimba kwa wanafunzi. Hili ni jambo nyeti sana. Natoa wito kwa wazazi wote, walezi na wanafunzi kusema ukweli pale matukio kama hayo yanapotokea. Ukweli ndio unasaidia sheria kuchukua mkondo wake na kulinda haki za watoto wa kike dhidi ya ukatili. Wapendwa akina mama na wageni walikwa, risala yenu pia imebainisha kuwa baadhi ya wanawake wanashindwa kugombea nafasi za uongozi. Napenda kuwahimiza wanawake kujiamini, kujitokeza na kushiriki kamilifu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Serikali inaamini kuwa wanawake wana uwezo mkubwa wa kuongoza na kuchangia maendeleo ya kijamii. Aidha, swala la idadi ndogo ya wanawake, hasa watoto wanaomaliza masomo, hili ni jambo linalotupa wajibu sisi sote, wazazi, walimu na jamii kwa ujumla, kuhakikisha watoto wa kike wanapata mazingira salama ya kusoma na kumaliza elimu yao bila vikwazo kama vile mimba za utotoni, ndoa za mapema au ukosefu wa msaada wa familia. Wapendwa akina mama na wageni waalikwa wote, kuhusu mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, napenda kusisitiza kuwa lengo la serikali ni kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia vikundi ili kuongeza uwajibikaji, usimamizi mzuri wa fedha na kufikia wanufaika wengi zaidi. Hata hivyo, tutazidi kusikiliza maoni yenu ili kuboresha utekelezaji wa mikopo hii na kuhakikisha inawanufaisha wananchi kwa kiwango kikubwa zaidi. Wapendwa kina mama na wageni waalikwa wote, napenda kuwahimiza wanawake wote kuendelea kushirikiana, kuelimishana na kusaidiana katika shughuli za maendeleo. Wanawake ni jeshi kubwa, kama nilivyotangulia kusema, katika jamii, na maendeleo ya taifa letu hayawezi kufikiwa bila ushiriki wenu kamili. Kwa pamoja tuunge mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupinga ukatili wa kijinsia, kuhimiza elimu kwa mtoto wa kike na kuhamasisha wanawake kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na uongozi. Mwisho kabisa, naomba niwapongeze tena wanawake wote kwa mchango wenu mkubwa katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na kwa maneno hayo, wapendwa akina mama, napenda kuwatakia maadhimisho mema ya siku ya wanawake duniani. Asanteni sana kwa kunialika. Lakini kabla ya hapo, kabla sijaondoka kwenye podium hili, niwaeleze jambo moja la mwisho. Kumekuwa na changamoto pale kwa huyu hasa maendeleo ya jamii. Sio hivyo, simama Kurwa. Wengine wanaambiwa vigezo ni hivi. Njoo Kurwa. Vigezo ni hivi. Sio hivyo, vile vikundi. Akina mama wanaenda wanajiunda kwa kufuata vile vigezo, wanakuja, lakini shida inakuwa upatikanaji wa hii mikopo, hizi fedha. Ndio maana akina mama wengi walioko hapa wanatamani kupata hii mikopo, lakini hawana, na sifa wengine wanazo. Sasa inapelekea, ndugu zangu, mimi napata malalamiko ofisini kwangu kwamba kuna shida. Njoo bwana mkubwa, njoo. Hii inaleta taswira kwamba huenda kuna vidubi azimisheni, labda mnataka virushwa. Rushwa uko wapi bro? Virushwa. Tunaelewana akina mama? Hebu eleza utaratibu kamili hapa wasikia akina mama. Kwa nini wengine hawapati hii 10% kama inavyoelezwa na Mheshimiwa Rais? Shida ni nini? Ni elimu au wenyewe wana vikundi kutokidhi sifa na vigezo, au ni ninyi ofisi yenu? Wakuelewe. Akina mama wewe, aliweke wazi. Wengine wanapata, wengine hawapati.
Ukiangalia kabisa vikundi vyote huenda vina sifa. Sasa ni kwa nini? Usiondoki mpaka utoe majibu. Karibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mgeni rasmi wa maadhimisho haya. Mikopo hii inatolewa kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Ni kweli kwamba vipo vikundi vinavyoomba na hawapati mikopo, lakini ni kwa sababu hawakukidhi vigezo. Yaani ndani ya hii mikopo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna habari ya udanganyifu mwingi sana unaofanyika. Udanganyifu mwingi, watu wanasema ni kikundi na kwamba tuna mradi wa kikundi, lakini kiuhalisia mradi sio wa kikundi, ni wa mtu mmoja, kitu ambacho hakiruhusiwi. Ni kweli hayo akina mama? Ujanja upo upo kwa hiyo wanyimwe akina mama haya, tuendelee. Lakini mbali na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwamba kwa utaratibu ambao umewekwa na serikali kwa kipindi hiki tangu mikopo imeruhusiwa tena, yani Julai mwaka 2024, utaratibu uliopo ni ngumu sana kusema mtu anaweza akala rushwa. Ni ngumu sana kwa sababu kuna kamati jumla 4 ambazo zinapitia kuhakiki zinapitia kuhakiki vikundi hivyo na kuona nani ana sifa na nani hana sifa. Tuna kamati ya kwanza ambayo iko kwenye vikundi vyenyewe, kamati ya kata, ambayo kamati ya kata mwenyekiti wake ni mtendaji wa kata. Watendaji wa kata wako hapa, watasema ni kweli. Na maombi yanapoanza yanaanzia huko kwenye kata. Lakini kamati ya pili ni kamati ya halmashauri ambayo inahusisha baadhi ya wakuu wa idara, ambayo imo idara ya maendeleo ya jamii. Kuna mkuu wa idara mmoja ambaye anateuliwa na mkurugenzi mtendaji kuwa mwenyekiti wa hiyo kamati, ambayo kwa sasa hivi ni DMO. Lakini mbali na hayo, kuna kitengo cha idara ya biashara, kuna ambao yani wale members wa hiyo kamati ambayo iko ngazi ya halmashauri. Lakini kuna afisa ushirika, kuna afisa ustawi wa jamii, kuna afisa vijana, kuna afisa mipango na kuna mweka hazina. Hao ndio wanaunda kamati ngazi ya halmashauri, ambayo yenyewe inapokea maombi sasa baada ya kuwa yametoka ngazi ya kata, na ngazi ya kata wametoa mapendekezo yao. Hawa wanashirikiana na kamati moja inaitwa kamati ya uhakiki ya wilaya, ambayo kamati ya uhakiki ya wilaya mwenyekiti wake ni katibu tawala, lakini katibu wake ni afisa maendeleo ya jamii, lakini wajumbe ni mwakilishi wa DSO, mwakilishi wa kamanda wa TAKUKURU, halafu kuna mwakilishi wa OCD na mjumbe mmoja kutoka kamati ya mikopo ya mkoa. Sasa hii kamati hii ya dasi yenyewe kazi yake ni kushauri, wanapitia yale mapendekezo yote na wao wanahusika kupitia ile miradi yote ambayo vikundi vimeombea mikopo. Sasa hawa ndio wanashauri na hatimaye ile kamati ya wataalamu sasa ya halmashauri ndio inaenda kufanya maamuzi kwa kuzingatia ushauri wa hawa. Kwa hiyo uwezekano wa kusema kwamba kuna rushwa ni ngumu sana, kwa sababu ndani yake kuna vyombo vinapita kuhakikisha kwamba mambo yote yamefanyika kama taratibu zinavyotakiwa. Kwa hiyo huwa hakuna rushwa, isipokuwa tu taratibu. Tunazingatia sana taratibu na kuhakikisha kwamba kikundi tunachokipatia kina uwezo wa kurejesha mkopo. Lakini labda niseme na kingine kwamba kikundi kinaweza kikawa kimeomba fedha nyingi sana kuliko uwezo wa mradi wanaouombea kurejesha. Sasa kikundi cha namna hiyo kitapunguziwa kiasi mpaka kuona kwamba kiasi hiki wataweza kurejesha, na wanaandikiwa barua kabla hawajawekewa fedha kwenye akaunti ili wakubali kwamba kwa kiasi hicho wanakubaliana nacho au hapana.
lakini hata vile vinavyokosa bado tunapita kuvisaidia kuhakikisha kwamba vinapata sifa ya kukopa. Kwa hiyo hakuna swala la rushwa, Mheshimiwa. Jamani, tumemwelewa kina mama? Akina mama oye! Ukakae. Angalau ameeleweka. Kama kuna changamoto, unaona kuna namna fulani kama nilivyosema, pita usini kwangu. Sema DC kuna 1 2 3, hatuelewi kinachoendelea hapa. Tapambana nao. Hao ni saizi yangu.